Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana leo ikiwa ni Disemba 8 ya mwaka 2025. Karibu sana bwana michezo wenzangu. Baada ya mchezo wa jana kuchezwa katika dimba la Benjamin Mkapa, Simba kuweza kupoteza kwa mchezo huo magoli mawili dhidi ya Azam FC waoka mikate, mchezo ambao umebeba hisia kubwa kwa upande wa mashabiki, na kila shabiki wa Simba anazungumza lake kulingana na kile ambacho kilichoweza kutokea katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara, mchezo ambao uliopigwa majira saa 11 katika dimba la Benjamin Mkapa. Vilio na simanzi nyingi kwa upande wa wanasimba wakisema kwamba Matola hawezi kuendelea kuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba, na kila shabiki anasema kwamba inafika sasa muda Matola aweze kuachana na klabu hiyo ya Simba. Wengi wanaenda mbali zaidi kusema kwamba makocha wote waliopita katika mikono ya klabu ya Simba, Matola yeye yupo, na kwa nini makocha wengi wanafukuzwa kwenye klabu hiyo na Matola bado ameendelea kusalia hapo hapo? Huoni kama hii bado pia itaendelea kuwa na virusi kwenye klabu hiyo ya Simba? Hayo ni maoni ya mashabiki wa Simba wakichakiza hivyo kusema kwamba imefika muda sasa wa Matola kuachana na klabu yao ya Simba, na wao pia kuendelea na mchakato mwingine wa kwenda kuiunda Simba mpya ili mambo yaende vizuri kabisa. Baada ya mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara kufanyika siku ya jana katika dimba la Benjamin Mkapa, leo asubuhi majira saa 4 viongozi wa Simba walifanya kikao kwa ajili ya kuzungumza na mwenendo wa klabu hiyo ya Simba. Kumbuka kwamba Simba wapo katika mchakato wa kuingia sokoni kwenda kumfuata ama kwenda kumsajili kocha mpya, kocha ambaye atakayekuja kujiunga na klabu hiyo ya Simba ili mambo yaende kuwa vizuri. Kwa taarifa nilizokuwa nazo kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba zinaeleza kwamba makocha wote ambao walioweza kutuma CV na makocha wote ambao Simba walioweza kuwa target na wao wanaowahitaji, makocha wao wameweza kukataa kujiunga na klabu hiyo ya Simba. Kwa wale makocha ambao Simba wenyewe wamewapointi kuihitaji kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba, taarifa zikieleza kwamba makocha hao wamesema kwamba ili makocha hao waende kuifundisha klabu hiyo ya Simba wanahitaji baadhi ya mambo yaweze kubadilika. Makocha hao ni kinukuu na zile taarifa nilizokuwa nazo zikisema kwamba makocha ambao watakayekuja kuifundisha Simba, moja kati ya makocha ambao Simba wamewapoint kuja kujiunga na klabu hiyo ya Simba, kocha huyo ameeleza kwamba ili aende kuifundisha Simba anahitaji kupata maamuzi ya kwake mwenyewe na hahitaji kuingiliwa kwenye kufanya maamuzi, na anahitaji kuja na benchi lake la ufundi, na hakuna yoyote atakaye kuwepo katika benchi la ufundi atakayemkuta kwenye benchi hilo la ufundi. Watu wote atakuja nao mwenyewe na atafanya nao kazi mwenyewe, na kusiwepo na mtu yoyote ambaye atakayeenda kuiongoza klabu hiyo ya Simba. Hilo ni matakwa ya huyo kocha ambaye Simba walioweza kumpointi kwamba Simba wanamhitaji kocha wa aina hiyo, na yeye kocha amewajibu kwamba yeye yuko tayari kujiunga na klabu hiyo ya Simba. Lakini yeye alichoweza kukisema, amesema kwamba anahitaji uhuru na anahitaji kuwa mwenyewe pamoja na benchi lake la ufundi, na hahitaji usaidizi wowote na kocha yoyote atakayeweza kumkuta katika klabu hiyo ya Simba. Sasa kikao kilienda vizuri asubuhi ya hii leo. Inaeleza kwamba kikao hiko kimefikia patamu, kwa bana kwamba zipo taarifa zikieleza kwamba Matola anahitajika kujiuzulu katika nafasi hiyo ya klabu hiyo ya Simba, kwa nafasi ambayo aliyokuwa nayo. Lakini viongozi wengine wanasema kwamba aendelee kuwepo hapo kwa sababu yeye atakuwa kama dira ya kuiongoza Simba kwa makocha wapya watakayekuja hapo. Yeye ndiye atakayejua kwamba miundombinu ya Tanzania, viwanja vyetu viko hivi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho yeye baadhi ya viongozi wa Simba wanashinikiza hivyo. Lakini wengine wanasema kwamba inabidi tu aende timu ya vijana ili kwenda huko kuipambania klabu ya Simba, na ukumbuke kwamba Simba ndiyo klabu
ambayo iliyoweza kumsomesha Selemani Matola na kuweza kumsimamia katika karia yake ya ufundishaji wa soka. Gharama za kumsomesha CAF huko, mambo kusajili, mambo ya kocha, Simba imeplay party kubwa sana. Kwa hiyo Simba wenyewe wapo, baadhi ya viongozi wanasema kwamba aendelee kubaki, na baadhi ya viongozi wanasema kwamba aende timu ya vijana ili kwenda kuipeperusha bendera ya Simba Sports Club. Kauli ya mwekezaji inaeleza kwamba pia wachezaji nao pia hawajitumi. Kauli ya mwekezaji pamoja na rais wa heshima wa klabu hiyo ya Simba anasema kwamba pamoja na yote, benchi la ufundi, makocha pia wanazungumzwa mara kwa mara. Kocha ambaye aliyebaki kuifundisha klabu ya Simba wanazungumza, lakini amesema kwamba kukienda upande mwingine, wachezaji pia wanahitaji pia kupewa lawama kwa nafasi ambazo wanazojaribu kuzipoteza. Nafasi nyingi sana katika mchezo wa kwanza, mchezo wa jana dhidi ya Azam waliweza kupoteza, na mwekezaji amesema kwamba ipo haja sasa na wao pia waende kuangaziwa ama kuangaliwa kwa jicho la tatu wachezaji hao. Inawezekana pia yakawa wanaihujumu klabu hiyo ya Simba, au inaonekana kwamba hawafanyi kile ambacho kinachohitajika. Lakini pia ukijaribu kutazama kwenye mchezo huo wa jana, Jisho Mutale Budo umeona kiwango chake kilikuwa bora zaidi, lakini ameweza kucreate nafasi nyingi na kuto kuzifanya zile nafasi kuwa magoli. Kwa hiyo viongozi wajaribu kuangalia kwamba sio lawama tu zote ziende kwa makocha ambao wanaifundisha klabu hiyo ya Simba, lakini pia hata wachezaji pia kuna muda wachezaji wanakuwa hawajitumi. Ukijaribu kutazama goli la kwanza la Kitambala, Saaduni anaweza kupiga pasi V-pass kwa maana kwamba kuingia ndani 18, Yusuf Ali Kagoma mpira unapita mbele yake, Kitambala anakuja mbele yake na ana receive ule mpira na anaweza kufunga goli. Mabeki watano zaidi ya wachezaji wawili ndani ya box, kwa maana kwamba ni uzembe wa hali ya juu, kwa maana wachezaji wa Simba wanakabia kwa macho, hawakabi kusimama labda sijui man to man, wanakaba kwa macho, kwa maana kwamba huyu yuko hapa basi na yeye anajua mpira ukipigwa hapa mimi nitawai. Hiko ndio kitu ambacho kilichoweza kutokea siku ya jana. Lakini wengi wanasema kwamba sasa imefika muda Selemani Matola aweze kuachana na klabu hiyo ya Simba. Imeonekana kwamba hakuna faida yoyote na hakuna maendeleo yoyote kuwepo kwenye benchi la ufundi kocha wa aina hiyo. Lakini mchakato bado Simba unaendelea kwa mkubwa kweli baada tu ya kuweza kutangaza ile tenda ya kumpata kocha mpya, kocha ambaye atakayekuja kuviunga na viatu vya kocha Dimitar Lopatev. Lakini wengine wanasema kwamba tatizo la Simba si makocha, tatizo la Simba ni viongozi, na viongozi wenyewe pia wanasema kwamba mamlaka ni mazuri na pesa pia ni nzuri. Huwezi ukaiacha madaraka na ukaacha fedha ili watu uweze kuwafurahisha watu kwa ajili ya kujiuzulu. Lakini baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba tatizo la Simba ni viongozi, na kila mmoja anaweza kuzungumza lake hapo. Nimesoma ujumbe wa Ans Rafael, anasema kwamba madaraka ni mazuri na pesa pia ni mzuri, na hakuna binadamu ambaye anaweza kujiuzulu kwa nafasi ambayo anajua kabisa hapa anaweza akapata fedha na aweza maisha yake yakaendelea. Kila mmoja anajaribu kutazama tumbo lake, na kila mmoja anajaribu kutazama maisha yake vile ambavyo inavyokwenda. Sawa na mtu ambaye yupo katika madaraka, kwamba misimu yako minne baada hiyo Simba, kocha huyo ameeleza kwamba ili aende kuifundisha Simba anahitaji kupata maamuzi ya kwake mwenyewe na hahitaji kuingiliwa kwenye kufanya maamuzi, na anahitaji kuja na benchi lake la ufundi, na hakuna yoyote atakaye kuwepo katika benchi la ufundi atakayemkuta kwenye benchi hilo la ufundi. Watu wote atakuja nao mwenyewe na atafanya nao kazi mwenyewe, na kusiwepo na mtu yeyote ambaye atakayeenda kuiongoza klabu hiyo ya Simba.
Hilo ni matakwa ya huyo kocha ambaye Simba walioweza kumpointi kwamba Simba wanamhitaji kocha wa aina hiyo, na yeye kocha amewajibu kwamba yeye yuko tayari kujiunga na klabu hiyo ya Simba. Lakini yeye alichoweza kukisema, amesema kwamba anahitaji uhuru na anahitaji kuwa mwenyewe pamoja na benchi lake la ufundi, na hahitaji usaidizi wowote na kocha yoyote atakayeweza kumkuta katika klabu hiyo ya Simba. Sasa kikao kilienda vizuri asubuhi ya hii leo. Inaeleza kwamba kikao hiko kimefikia patamu, kwa maana kwamba zipo taarifa zikieleza kwamba Matola anahitajika kujiuzulu katika nafasi hiyo ya klabu hiyo ya Simba, kwa nafasi ambayo aliyokuwa nayo. Lakini viongozi wengine wanasema kwamba aendelee kuwepo hapo kwa sababu yeye atakuwa kama dira ya kuiongoza Simba kwa makocha wapya watakaye kuja hapo. Yeye ndiye atakayejua kwamba miundombinu ya Tanzania, viwanja vyetu viko hivi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho yeye, baadhi ya viongozi wa Simba wanashinikiza hivyo. Lakini wengine wanasema kwamba inabidi tu aende timu ya vijana ili kwenda huko kuipambania klabu ya Simba, na ukumbuke kwamba Simba ndiyo klabu ambayo iliyoweza kumsomesha Selemani Matola na kuweza kumsimamia katika karia yake ya ufundishaji wa soka. Gharama za kumsomesha CAF huko, mambo kusajili, mambo ya kocha, Simba imeplay party kubwa sana. Kwa hiyo Simba wenyewe wapo, baadhi ya viongozi wanasema kwamba aendelee kubaki, na baadhi ya viongozi wanasema kwamba aende timu ya vijana ili kwenda kuipeperusha bendera ya Simba Sports Club. Kauli ya mwekezaji inaeleza kwamba pia wachezaji nao pia hawajitumi. Kauli ya mwekezaji pamoja na rais wa heshima wa klabu hiyo ya Simba anasema kwamba pamoja na yote, benchi la ufundi, makocha pia wanazungumzwa mara kwa mara. Kocha ambaye aliyebaki kuifundisha klabu ya Simba wanazungumza, lakini amesema kwamba kukienda upande mwingine, wachezaji pia wanahitaji pia kupewa lawama kwa nafasi ambazo wanazojaribu kuzipoteza. Nafasi nyingi sana katika mchezo wa kwanza, mchezo wa jana dhidi ya Azam waliweza kupoteza, na mwekezaji amesema kwamba ipo haja sasa na wao pia waende kuangaziwa ama kuangaliwa kwa jicho la tatu wachezaji hao. Inawezekana pia yakawa wanaihujumu klabu hiyo ya Simba, au inaonekana kwamba hawafanyi kile ambacho kinachohitajika. Lakini pia ukijaribu kutazama kwenye mchezo huo wa jana, Joshua Mutale Budo, umeona kiwango chake kilikuwa bora zaidi, lakini ameweza kucreate nafasi nyingi na kuto kuzifanya zile nafasi kuwa magoli. Kwa hiyo viongozi wajaribu kuangalia kwamba sio lawama tu zote ziende kwa makocha ambao wanaifundisha klabu hiyo ya Simba, lakini pia hata wachezaji pia kuna muda wachezaji wanakuwa hawajitumi. Ukijaribu kutazama goli la kwanza la Kitambala, Saaduni anaweza kupiga pasi V-pass, kwa maana kwamba kuingia ndani 18, Yusuf Ali Kagoma mpira unapita mbele yake, Kitambala anakuja mbele yake na ana receive ule mpira na anaweza kufunga goli. Mabeki watano zaidi ya wachezaji wawili ndani ya box, kwa maana kwamba ni uzembe wa hali ya juu, kwa maana wachezaji wa Simba wanakabia kwa macho, hawakabi kusimama labda sijui man to man, wanakaba kwa macho, kwa maana kwamba huyu yuko hapa basi na yeye anajua mpira ukipigwa hapa mimi nitawai. Hiko ndio kitu ambacho kilichoweza kutokea siku ya jana. Lakini wengi wanasema kwamba sasa imefika muda Selemani Matola aweze kuachana na klabu hiyo ya Simba. Imeonekana kwamba hakuna faida yoyote na hakuna maendeleo yoyote kuwepo kwenye benchi la ufundi kocha wa aina hiyo. Lakini mchakato bado Simba unaendelea kwa mkubwa kweli baada tu ya kuweza kutangaza ile tenda ya kumpata kocha mpya, kocha ambaye atakayekuja kuviunga na viatu vya kocha Dimitar Lopatev. Lakini wengine wanasema kwamba tatizo la Simba si makocha, tatizo la Simba ni viongozi, na viongozi wenyewe pia wanasema kwamba mamlaka ni mazuri na pesa pia ni nzuri. Huwezi ukaiacha madaraka na ukaacha fedha
ili watu uweze kuwafurahisha watu kwa ajili ya kujiuzulu. Lakini baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba tatizo la Simba ni viongozi na kila mmoja anaweza kuzungumza lake hapo. Nimesoma ujumbe wa Ans Rafael, anasema kwamba madaraka ni mazuri na pesa pia ni mzuri, na hakuna binadamu ambaye anaweza kujiuzulu kwa nafasi ambayo anajua kabisa hapa anaweza akapata fedha na anaweza maisha yake yakaendelea. Kila mmoja anajaribu kutazama tumbo lake na kila mmoja anajaribu kutazama maisha yake vile ambavyo inavyokwenda. Sawa sawa na mtu ambaye yupo katika madaraka, kwamba misimu yako minne baada ya kumalizika unajaribu kutazama nini ambacho ulichoweza kukifanya kwa misimu yako minne. Kuchukua chako mapema, toka, mwingine aendelee kwa mara moja ama nyingine. Hiko na kitu ambacho kinajaribu kuzungumza huko, lakini matokeo ya jana mashabiki wa Simba yameweza kuwaumiza kweli kweli, na kila mmoja akijaribu kuzungumza lake na kuonekana kwamba matokeo hayo hayakuwa mazuri kwa upande wao. Mchezo uliopita dhidi ya Mbeya City mashabiki walikuwa na furaha na kila mmoja alikuwa akizungumza lake, lakini mchezo wa jana kila mmoja akijaribu kutoka uwanjani kwa kilio na wengine wakitoa malalamiko makubwa kweli kweli kwa sababu ya matokeo ambayo waliweza kuyapata katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Ni mchezo ambao umebeba hisia kubwa sana na kila mmoja akijaribu kuzungumza lake na kila mmoja akijaribu kutoa maoni yake, lakini kubwa kuliko lawama nyingi zinaenda kwa Selemani Matola kwamba hahitajiki kuendelea kubaki hapo na anahitajika kwenda kujiuzulu ama kuhamishwa nafasi ambayo aliyokuwa nayo ili mambo yaende kuwa vizuri kweli kweli. Moja kati ya nukuu ambayo nikijaribu kuinukuu shabiki wa Simba anasema kwamba Matola pia inawezekana ikawa ni kirusi katika klabu hiyo ya Simba. Kwa nini makocha wengi wameondoka hapo, yeye bado endelea kuwepo hapo, wakati makosa ambayo ilikuwa akifanywa na makocha hao waliobaki hapo na yeye pia ni miongoni mwa makocha hao ambao waliweza kufukuzwa. Unawezaje kumfukuza kocha mmoja na mwingine akabaki? Why? Hii inaleta taswira gani ama inaleta jibu gani? Hilo ndio moja kati ya maneno ambayo mashabiki wa Simba wakijaribu kushirikiza hivyo na wakijaribu kuzungumza hivyo. Dakika 90 za mchezo wa ligi kuu Tanzania bara uliweza kumalizika katika dimba la Benjamin Mkapa na Simba kupoteza katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara. Watani wao jadi kule Dodoma waliweza kupata ushindi wa goli moja dhidi ya Coastal Union wa Goswa Kaya, mchezo ambao ulikuwa ni mzuri kweli kweli, na wao Yanga walijaribu kutazama na kuyajua matokeo yaliyopita katika mchezo uliopita dhidi ya Azam FC, ambaye Matola ni kilio cha wana Simba na kila mmoja anasema kwamba imefika muda sasa Matola kuachana na klabu hiyo ya Simba.